5 la Mheshimiwa Makame Mohamed Sufiani, mwakilishi wa jimbo la Chumbuni. Yeye anamuuliza Mheshimiwa Waziri wa wizara hiyo, serikali imejenga viwanja vingi vya michezo vyenye hadhi ya kitaifa na kimataifa ikiwemo vya wilaya. Je, viwanja hivyo vinasimamiwa na nani? Mheshimiwa Naibu Waziri wa wizara hiyo Ali Abdul Gulam Hussein bila shaka ndiyo atakayekwenda kulijibu swala hilo, na moja kwa moja mtazamaji na msikilizaji na tusikilize. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Dr. Riziki Pembe Juma, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Chumbuni swali lake namba 375 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejenga viwanja 17 vya michezo vya wilaya na mikoa katika maeneo ya Unguja na Pemba, ambavyo kwa sasa usimamizi wake ni wa ubia kati ya serikali na waendeshaji binafsi ili kuhakikisha vinatunzwa na kuendeshwa kwa ufanisi. Viwanja vya Mau vinasimamiwa na jiji la Zanzibar, wakati viwanja vya mikoa na wilaya vinasimamiwa na kampuni ya Z-Sport Management Bahari Leisure kwa ajili ya kuviendesha na kuvitunza, na kiwanja cha Amani inasimamiwa na kampuni ya Orkun. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri ambayo ametupatia. Lakini hapo naomba niulize swali la nyongeza lenye kifungu A na B kama ifuatavyo. Swali la kwanza, tunafahamu vizuri kwamba viwanja hivi tumekuwa tukikodishwa kwa timu zetu kwa ajili ya mazoezi pamoja na mechi ambazo tunazicheza kwenye maeneo haya. Je, serikali ina mpango gani wa ziada wa kuona kwamba kwa timu hizi ambazo zinafanya mazoezi zinavitumia viwanja hivi kwa mazoezi, na ni timu ambazo zimo ndani ya daraja la Premier ndani ya Zanzibar, ni timu ambazo tunazitegemea kwa ajili ya kutuwakilisha, nazo hazina viwanja, kuna mpango gani wa kuwapunguzia gharama za kukodi timu hizi za Premier? Lakini la pili B, je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba katika harakati zake za kuinua soka la Zanzibar, timu hizi za Premier zinapatiwa viwanja kwa ajili ya mazoezi ili iweze kuzoea vizuri zile nyasi bandia ambazo zinatumika kwenye viwanja vya kimataifa? Asante. Asante sana Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Chumbuni, rafiki yangu Makame Mohamed Sufiani swali lake zuri la nyongeza kama ifuatazo lenye kitoto A na B. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Daktari Hussein Hassan Mwinyi imefanya uwekezaji mkubwa katika eneo hili la michezo, na ni kweli kuna baadhi ya maeneo ambavyo vimejengwa viwanja. Kulikuwa kwanza kuna timu ambazo vinatumia viwanja hivi, lakini kwa kuangalia, serikali imeangalia umuhimu huo, imetoa ruhusa kwa baadhi ya viwanja ambavyo vilikuwa vinatumika na timu za awali ili kuweza kuvitumia, na sisi wizara tunavisimamia hilo. Lakini Mheshimiwa mwakilishi alitaka kujua harama kupunguziwa kwa timu zile za Premier. Ni kweli moja ya kitu kikubwa ambacho tuliangalia baada ya wawekezaji kupewa viwanja hivi, kwa mfano kiwanja cha Mau ambacho lasimamiwa na jiji la Zanzibar, harama zimekwenda kubadilika. Kiwanja cha Maisara, vile viwanja vya wilaya na mikoa, pia harama zimekwenda kubadilika. Serikali ama wizara tulichokifanya, kwanza tumekaa na wadau wote hawa wa viongozi wa mashirikisho ya mipira, kwa maana wasimamizi, wenye viti na makatibu wa mikoa na wilaya zote, ili kujadili jinsi gani ya kuweza kuangalia harama zisiwe kubwa, na tayari tushakaa nao, tushachukua mawazo yao, na wote wamekiri uwezo wa kuchangia wanao, na nikuhakikishie serikali tutakuja na bei elekezi maalum ili kuhakikisha wawekezaji wetu wasiweze kupandisha harama.
Mheshimiwa Rais dhamira yake viwanja hivi wananchi waweze kutumia ili zile ajira tulioahidi 350,000 ziweze kuzalishwa kupitia mpira wa miguu pia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tuliangalia moja katika mkataba huu ambacho tumesisitiza kwa mwekezaji wote hawa kutoa fursa kwa vijana wetu kuweza kutumia viwanja hivi bila harama yoyote, na tumetoa maelekezo hayo kama wizara. Katika mkataba umeeleza mule mwekezaji amepewa kuanzia asubuhi mpaka saa 6 watoto kuweza kutumia bure bila harama. Tumetoa maelekezo hayo ligi ya Junior, Central na Juvenile kuweza kutumia Jumamosi na Jumapili bure bila malipo yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Asante sana Mheshimiwa Mihayo Juma Suleiman Lunga, swala la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kuniona. Kwanza kabisa kwa dhati nipongeze sana majibu ya serikali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri, namna ambavyo amelipambanua vizuri jibu na swali la msingi la Mheshimiwa Makame Sufiani. Lakini kabla ya kuuliza swali la nyongeza kwa Mheshimiwa Waziri, ni kwa niaba tu ya wananchi wa Dodoma na manispaa ya Dodoma, tunatoa shukrani zetu kwa makamu wa pili kwa hatua kubwa ya jana. Tunaamini ilikuwa usiku mzuri kwa wenzetu wa Dar es Salaam Young African kwa kuwasaidia wenzetu wa manispaa ya Dodoma. Baada ya maneno hayo, naomba kumuuliza swali dogo la nyongeza Mheshimiwa Waziri kama ifuatavyo. Kwa kuwa serikali sasa imejikita kwenye kuwekeza kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya michezo, kwenye ujenzi wa viwanja, sasa ni lini au ni katika maeneo yepi serikali itaweza kuyatenga maalum ya viwanja ambavyo jamii itaendelea kutumia, yawezekana viwanja ambavyo havitoingia kwenye uwekezaji, ili tutengeneze viwanja vipi vitakuwa kwenye uwekezaji na vipi ambavyo havitokuwa kwenye uwekezaji, jamii itaendelea kuvitumia? Ni upi mpango wa serikali katika utekelezaji wa jambo hilo? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo Dr. Riziki Pembe Juma, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Mwera Mheshimiwa Mihayo swali lake zuri la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nami ni wapongeze klabu ya Dodoma jana kwa kufanya vizuri katika mechi ya ligi ya NMB. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mihayo alitaka kuuliza mpango wa serikali katika kutenga maeneo mbadala ukiacha yale ambayo yameboreshwa na kupewa mwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ina dhamira njema katika swala hili la michezo, na hiyo wizara, moja ya jambo ambalo tumelisimamia kuhakikisha mwekezaji amekwenda kujenga vile viwanja vya dhamani ambavyo kwenda kuboresha kufanya vya kisasa, lakini tumemtaka kutenga eneo jingine pembeni ili kuweza kutengeneza kiwanja ambacho kiweze kutumika mara kwa mara. Tumefanya hivyo katika eneo la Matemwe ambacho ujenzi sasa hivi unaendelea katika kiwanja cha wilaya. Tunakwenda kufanya hivyo katika kiwanja cha Ukutini Pemba, ambapo tutatenga eneo ili kuwasafishia, kwa sababu lile eneo la zamani ndio kumeenda kufanywa maendeleo. Kwa tutaenda kujenga eneo jingine ili wananchi wa maeneo yale waweze kutumia. Kwa hiyo ukiacha hivi viwanja ambavyo vimejengwa kwa nyasi bandia, vimekarabatiwa vizuri, pia tutawasafishia maeneo wananchi wetu ili waweze kutumia bila ya harama yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Katibu Wizara inayofuata. Mtazamaji na msikilizaji, swali namba 243 linaelekezwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambapo Mheshimiwa Abdulhan